ndiyo chanzo, shina ndiyo chanzo, na hakuna chama chochote na hususan Chama cha Mapinduzi ambacho kinajengwa kutoka juu. Chama kimejengwa na kitaendelea kujengwa kutoka ngazi za chini, na Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu, kinatiwa hamasa, kinapewa nasaha kwa kusimama kama hivi majukwani, lakini hakijengwi majukwani, kinajengwa kule chini kwenye ngazi ya awali ya shina. Kinajengwa na wanachama walioko pale, kinajengwa na wakazi walioko pale, na kinajengwa na wananchi ambao Chama cha Mapinduzi kitawashirikisha katika kusogeza gurudumu la maendeleo ya taifa letu. Kitajengwa na sisi wanasisi tulioko kwenye mashina, kwa kuwa karibu nao, kwa kusikiliza shida zao, kwa kushiriki maisha yao ya kila siku katika tabu na raha, katika kutafsiri changamoto zilizopo kuwa sera na hatua za maendeleo. Hapa leo Mheshimiwa Kitila Mkumbo ametueleza ni kwa namna gani ilani ya Chama cha Mapinduzi imetafsiriwa ili ianze kutekelezwa na kusimamiwa toka ngazi ya chini kabisa. Hii ni udhihirisho wa hili ninachosema kwamba mafanikio yetu yatatoka kwenye shina. Kwa maana hiyo, shina ni mtima wa Chama cha Mapinduzi. Shina ni mtima wa Chama cha Mapinduzi. Ni mahali ambapo chama kinakutana uso kwa macho na wananchi. Ni mahali ambapo chama kinaishi, kinapumua na kinajipima kila siku. Sisi moyo, sisi tunakutambueni sana viongozi wetu, lakini mmeomba kutambuliwa kwa vitambulisho na mmeombwa kudhaminiwa. Kwa hakika thamani yetu kwenu ni kubwa sana. Kama haikuwa hivyo, labda ziara hii tusingeianzia hapa, lakini hakuna ambaye hatoki kwenye shina kati yetu sisi sote. Hakuna ambaye hatoki kwenye shina. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatoa pongezi kwenu kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuimarisha chama chetu. Anatoa pongezi na shukrani kwa jinsi ambavyo mmejitoa kwa hali na mali wakati wa kampeni na siku ya uchaguzi kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinapata ushindi mnono. Ni kwenye ngazi yenu, ndugu zangu, wa mashina, wa matawi na kata, ambapo kwa hakika kazi kubwa ilifanyika ya sisi wenyewe kuweka vizuri, kuhakikisha kwamba wana system tuko hai, tuko macho, na pia kuhakikisha wenzetu wengine ambao kwa demokrasia nchi yetu wana uhuru wa kuwa chama hiki au kile au kutokuwa na chama chochote wanashiriki katika kuiweka serikali.